Wapendwa wasikilizaji wa redio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Jumanne ya tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 2026, juma la pili kipindi cha Kwaresma mwaka A wa Kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya kwanza aya ya 10 na aya ya 16 hadi 20. Na Injili ni kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 23 aya ya kwanza hadi ya 12. Na sasa niwaalike tusikilize somo la Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 23 aya ya kwanza hadi ya 12. Yesu aliwaambia makutano na wanafunzi wake akasema, waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Basi yoyote watakayowaambia muyashike na kuyatenda, maana wao hunena lakini hawatendi. Wao hufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani mwao, wasitake wenyewe kuigusa kwa kidole chao. Tena matendo yao yote huyatenda ili kutazamwa na watu, kwa kuwa hupapanua hirizi zao, huongeza matamvua yao, hupenda viti vya mbele katika karamu na kuketi mbele katika masinagogi, na kusalimiwa masokoni na kuitwa na watu Rabii. Bali ninyi msiitwe Rabii, maana mwalimu wenu ni mmoja, nanyi nyote ni ndugu. Wala msimwite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja, aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu. Na yeyote atakayejikweza ataadhiliwa, na yeyote atakayejidhili atakwezwa. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Karibuni kwa tafakari ya Injili. Naye aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu, na yeyote atakayejikweza ataadhiliwa, na yeyote atakayejidhili atakwezwa. Rejea Mathayo sura ya 23 aya ya 11 hadi 12. Ndugu zangu katika Kristo, ujumbe huu unatokana na tahadhari ambayo Yesu anawapa makutano na wanafunzi wake kuhusu waandishi na Mafarisayo. Injili ya Mathayo inawataja waandishi na Mafarisayo kama viongozi wa kila siku wa jamii ya Wayahudi. Anatanguliza mada yake kuu na kukosoa uongozi wa Wayahudi, hasa unafiki wao na hitaji la kufananisha mafundisho yao na matendo yao. Sheria na desturi za Kiyahudi zinakosolewa kwa kuwa nzito na ngumu kuzishika katika maisha ya kila siku. Kinyume chake, Mathayo anasisitiza kwamba mzigo wa Yesu ni mwepesi. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 11 aya ya 30. Inawezekana pia kwamba kulikuwa na matumizi ya Mafarisayo na baadaye marabii ya sheria za utakaso wa kikuhani katika maisha ya kila siku, pamoja na msisitizo wao juu ya utoaji wa zaka na utunzaji wa Sabato. Mpango wa Mafarisayo wa kuirekebisha na kuiboresha maisha ya Kiyahudi ulikuwa tofauti na ule wa Yesu na wa jumuiya ya Kimathayo. Yesu anasema waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa, hivyo wana mamlaka ya kufundisha na kutafsiri sheria.
lakini wana kasoro moja: hawaishi kadiri ya yale wafundishayo. Matendo yao hayaendani na maneno yao. Wanapotenda, hutenda ili kutazamwa na watu. Hupenda viti vya mbele katika karamu, ishara ya kupenda kuheshimiwa. Hupenda kuitwa majina ya heshima kama rabii, viongozi na majina mengine ya heshima. Yesu anawaonya wanafunzi wake kwamba wasifanye kama waandishi na Mafarisayo. Badala yake, sifa mojawapo ya mwanafunzi wa Yesu ni utumishi unaosindikizwa na unyenyekevu. Ndugu zangu, tunapotafakari sehemu hii ya Injili tunajifunza yafuatayo. Mosi, hata sisi twaweza kuwa waandishi na Mafarisayo iwapo nafasi tulizonazo tutazitumia kwa kujitukuza sisi wenyewe badala ya kuwatumikia watu. Pili, tunapaswa kujifunza kuwa wanyenyekevu katika kuhudumia watu. Tatu, ni jambo jema iwapo tutaoanisha maneno yetu na matendo yetu. Tukumbuke kwamba action speaks louder than words. Matendo hunena zaidi ya maneno. Tuko viongozi katika familia zetu, ofisi mbalimbali. Watu watapenda kuona kwamba tunachoongea, tunachofundisha ndicho tunachokiamini na tunachokiishi. Tunapoendelea kukua kiroho tukisindikizwa na mfungo wa Kwaresma, tumuombe Mungu atujalie neema ya kuwa watendaji zaidi ya waongeaji. Ninawatakia nyote siku njema na Mungu atubariki sote. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateri Emmanuel Leo Kipei kutoka shirika la watangazaji wa habari njema, ninayosoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala. Tumsifu Yesu Kristo.